pia mchezaji wa timu ya Furundo FC, tutapiga naye story 2-3 kujua mchezo ulikuwaje. Sisi ni mashahidi, tumeona mchezo, lakini tujue mchezo kiundani, yeye alionaje. Dada, mambo vipi? Fresh, mambo ni aje? Fresh kabisa. Tunamshukuru Mungu, mchezo umeisha, hatuna majeruhi. Tunachoamini sisi maandalizi yatakuwa nayo. Lakini hawa chumba tu kama tumefanya maandalizi fresh hawatuwezi. Lakini mchezo kwa upande wangu mimi nilikaa nje, mmecheza mchezo mzuri, lakini kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinawakosti. Vitu hivyo wewe unaweza kueleza vitu gani? Mimi nasema pumzi hatuna, lakini pia bado watu majukumu yao walikuwa wanayasahau. Kama tungetumiza majukumu ipasavyo, bila maana ngoma tulikuwa tunamaliza dakika 90 wala hatuna mambo mengi. Baada ya kusema hayo bwana, mimi nakushukuru. Nakwambia kila laheri. Nimeona goli la 3 umetokea wewe pale. Safi sana. Haina noma fresh. Bwana, mambo vipi? Mambo poa kabisa. Wewe ni mmoja mchezaji huko ndani na tumeona kucheza mpira huko ndani. Umeonaje mchezo huu kumwacha urahisi wake? Bila matokeo mawili, kuna kufungwa na kushinda. Kosi tumepoteza, ndio hivyo, lakini mwingine tutajirudi kwa mara pili tukiwa pamoja. Okay. Pia unaona kwenye mchezo huu kuna mipira ilikuwa inapigwa lakini inashindwa kufika mbele kule. Kwa namna gani nini ilikuwa kwenye roho yako inakuuma, au ulikuwa unapenda iwaje, yani unatamani iwe mchezo huu uinuke bingwa wewe na kufuzu kwenda nusu? Ni kweli, lakini kama nilivyosema, mpira matokeo mawili, kufungwa na kushinda. Tumejitahidi, tumejitoa hadi kwa hali ya mwisho, lakini haikuwa bahati kwetu. Kwa hiyo tutajirudi kwa mnapita kufanya sana mazoezi, kitokea tena kuchuruza, tutaonyesha kile ambacho tumefanya mazoezi na kile ambacho ametutuma kocha wetu. Okay, sawa, nikutakie kazi njema. Bwana, mambo vipi? Poa. Nilipoona sabu ya kipindi cha pili, uliingia unaenda kurekebisha baadhi ya makosa pale ndani. Wewe kwa namna yako, mchezo ule umeuonaje na umeupokeaje? Mchezo nimepokea vizuri. Japokuwa ndo kwenye upande wetu wa goalkeeper tulikuwa na kidogo. Goalkeeper wetu hakuwa sawa kabisa. Kwa hiyo ulikuwa na 90% kipa angekuwa vizuri, wewe 90% ungeshinda. Tungeshinda, ndio tungeimbuka na ushindi, kwa maana timu yetu tulikuwa tunapeleka sana mpira kwa kasi mbele. Japokuwa ndio hivyo, yani tumewaiwa tu magoli. Wenzetu wamepata nafasi wametumia, lakini vile vile sisi tumepata nafasi zile tumetumia. Okay, sawa. Tuende tukaongea na baadhi ya mashabiki waliokuwepo kwenye mchezo huu. Dada, wanaogopa? Tunaenda ku Bwana brother, mambo vipi? Vipi? Fresh. Wewe ndio nilikuona ulikuwa benchi, ulikuwa unasisitiza sana wachezaji wacheze mpira mzuri, wacheze pasi, wapeleke mipira mbele ili timu yetu iweze kufuzu leo hapa. Mchezo kwa upande wako uliokuwa nje, ulikuwa unauonaje mchezo huu? Mchezo mzuri. Mchezo umecheza na mchezo kama unavyojua, ukiingia katika mashindano kuna matokeo matatu: kufungwa, kushinda na kutoa sare. Kwa hiyo tumeruhusu makosa, wapinzani wameweza kuyatumia. Naona kama hamasa inavyoendelea hivi, nini mmejipanga, mmefungwa lakini hamasa inaendelea na mnafurahi. Kwa sababu gani unaweza kuniambia mnafurahi huku mmefungwa na hamasa madupu yanaendelea kupigwa? Kwa sababu tangu unapotoka nyumbani tumejua matokeo lazima tukacheze. Na sio labda kufungwa ndio tukose kufurahi. Ni mchezo, ni mpira wa makosa, sababu hii sio ngumi wala sio vita. Kwa hiyo ni mchezo wa kufurahi. Ndio tunafurahi. Kwa hiyo tumeona, tumecheza, matatizo tumeyaona, turudi kwenye kazi za mazoezi, tutaenda kujifunza pale tulipokosea. Natoa shukrani sana. Mungu akujalie kazi njema. Shukrani sana. Bwana, tunaenda kuona kwenye hamasa watu wanapoendelea kupiga dufu. Pia tunaenda kuongea na watu mbalimbali waliokuwepo hapa kwenye eneo hili, pia wanashuhudia mchezo huu leo hii. Pia tunaenda kupiga stori 2-3 na dada zetu. Stori hizi inaenda kushuhudia pale mchezaji wa timu pinzani akiuelezea mchezo huu wa leo. Bwana brother, mambo vipi? Safi.